aliye kama Mungu wetu mkuu na eketi juu mbinguni kwenye kiti. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya leo. Leo ikiwa ni Dominika ya pili ya Pasaka, tutasikia tafakari fupi kutoka katika Injili ya Yohane sura ya 20 aya 19 hadi ya 31. Basi kabla ya kuanza tafakari hii, nipende kualika tuendelee kusubscribe, kushare katika channel yetu pendwa ya Tafakari Tena TV, ili tusipitwe na tafakari zinazotolewa kila siku za kutujenga katika maisha yetu. Basi siku ya leo tafakari yetu kutoka Injili ya Yohane sura ya 20 aya 19 hadi 31. Kwanza kabisa tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anawatokea wanafunzi wake baada ya kufufuka na kuambia amani iwe kwenu. Ingali kwamba wanafunzi walikuwa bado wanaogopa Wayahudi, wakiwa na hofu ya Wayahudi kwa kuwa Wayahudi hawaamini katika ufufuko. Wenyewe wanasema kwamba Bwana wetu Yesu Kristo aliibiwa. Pindi walinzi walipokuwa wamelala, wanafunzi wake walikuja wakamchukua. Kwa hiyo habari hizi zimeenea tangu miaka ile hadi sasa. Habari hizo zimeenea kwa Wayahudi wote, hawaamini katika ufufuko. Wanaamini kuwa Bwana wetu Yesu Kristo aliibiwa na wanafunzi wake pindi walinzi walipokuwa wamelala. Ila kwa waamini wa Katoliki wanaamini katika ufufuko. Na tunaona hapa katika somo hili la Injili, Bwana wetu Yesu Kristo anapowatokea wanafunzi wake na kuambia amani iwe kwenu, na wenyewe wakafurahi walipomuona Bwana. Na vile vile Bwana wetu Yesu Kristo akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu, wote mtakaoondolea dhambi watakuwa wameondolewa, na wote mtakaofungia dhambi watakuwa wamefungiwa. Tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anawapa mamlaka ya kuondoa na kufunga dhambi. Hii nguvu tunaona inazidi kusambaa, hasa kwa makuhani wanapewa hiyo nguvu ya kuondoa dhambi na kufungia dhambi. Kwa hiyo hii yote ilitoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo baada ya ufufuko wake. Vile vile Bwana wetu Yesu Kristo anawaambia amani iwe kwenu. Na ukisoma katika maandiko matakatifu, sehemu nyingi za Biblia na maandiko matakatifu yameandika amani. Amani itawale. Bwana wetu Yesu Kristo ametuachia amani. Anatutaka sisi tukae watu wa amani, tukaishi na amani ya milele. Ndio maana anawatokea wanafunzi wake na kuambia amani iwe kwenu. Basi na sisi wa Kristo wa Katoliki na wasio wa Katoliki tunaalikwa tukawe na amani, amani katawale maisha yetu. Vile vile Roho Mtakatifu akatuongoze kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyowapatia wanafunzi wake Roho Mtakatifu, akiwaambia pokeeni Roho Mtakatifu, wote mtakaoondolea dhambi watakuwa wameondolewa, na wote mtakaofungia dhambi watakuwa wamefungiwa. Basi na sisi katika maisha yetu tunapitia magumu mengi, basi tumkaribishe Roho Mtakatifu aweze kutusaidia ili tuweze kuvuka magumu hayo. Vile vile tunaona pale anapowatokea wanafunzi wake Bwana wetu Yesu Kristo, tenashara mmoja aitwaye Tomaso, aitwaye Pacha, hakuwa pamoja nao. Naye alivyoambiwa na wanafunzi wake Yesu kwamba wamemuona Bwana, hakuamini. Akasema, mimi siwezi kuamini mpaka niguse mikono yake na ubavu wake, nione sehemu zilizokuwa zimepigwa na misumari. Basi Bwana wetu Yesu Kristo anamtokea tena Tomaso na kumwambia, wanaheri wale wasioona wakasadiki kuliko wale wanaoona na wakaamini. Basi katika sisi tulio wa Katoliki tunaalikwa tukasadiki yale yote tunayoambiwa kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alifufuka. Ni kweli alifufuka, inabidi tusadiki, tusiwe kama Tomaso. Tuwe kama hawa wanafunzi walivyomuona Yesu na wakaeneza hizi habari kwamba Bwana wetu Yesu Kristo amefufuka kweli kweli. Haleluya. Basi na sisi tukae watu wa kuamini na kusadiki kwamba Bwana wetu Yesu Kristo amefufuka, ili tuzipate zile heri alizotuahidia Bwana wetu Yesu Kristo. Basi vile vile katika maisha yetu tunaona watu wengi, walio wengi hawapendi kuamini yale anayotutendea Bwana wetu Yesu Kristo, au kuamini ushuhuda wanaotoa wengine wanapojaliwa na kutendewa mema na Bwana wetu Yesu Kristo na Mungu wetu.
na wenyewe wanataka wayaone kama ni kweli yupo Mungu ama hayupo. Basi leo tunaalikwa kwamba wanaheri wale wanaoamini ila wasione na wakasadiki, na sisi tusiwe watu wa kutoamini katika maisha yetu. Tuamini kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alifufuka na kweli amefufuka. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Karibu katika tafakari nyingine zinazofuata.